Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Tanzania, nachukua fursa hii adhim kutoa wito kwa ndugu zetu wote Waislamu wa Tanzania kwa ujumla kuhusiana na zoezi ambalo lipo mbele yetu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Nalo ni zoezi la kwenda kupiga kura. Hili ni zoezi muhimu sana ambalo linapita katika nchi yetu baada ya miaka 5 kama katiba yetu inavyotuambia. Ni jukumu la kila Mtanzania, ni jukumu la kila mzalendo kuweza kuhimiza, kuhamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi kwenda kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa wale ambao masharti yao yanarandana na yale ambayo yameelezewa kwenye katiba, Tanzania, umri wa kupiga kura na mengineyo. Kwa hiyo tarehe 29 ni fursa katika umri wa mtu kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayedhania kwamba anafaa kumpa dhamana ya kumwakilisha katika kutengeneza serikali, kumwakilisha katika kufikisha maoni yake alionayo serikalini, kumwakilisha katika masuala mazima ya utungaji wa sheria. Yule ambaye unamuona anafaa, hii ndio fursa ya wewe kwenda kumchagua. Kwa hiyo ni fursa muhimu sana kwa kila Mtanzania anayestahili kupiga kura kujitokeza kwenda kupiga kura. Kinyume chake itakuwa kama hutojitokeza kwenda kupiga kura, ukaamua labda ukae nyumbani kwa sababu unazozifahamu wewe mwenyewe, utakuwa umeitupa haki yako ya msingi. Utachaguliwa viongozi na watu wengine, inawezekana viongozi watakaochaguliwa labda wewe huwakubali, au watachaguliwa labda kwa sababu walitoa rushwa, kitu ambacho wewe hukikubali. Kwa hiyo ni muhimu kura yako moja usiidharau. Moja ukiongeza na moja nyingine, ukiongoza na nyingine, ndio zinakuwa kura nyingi. Sasa usidharau kura yako, kwa sababu wako wengi ambao wana mawazo na fikra kama za kwako. Wanahitaji kupata sapoti yako katika kumchagua yule ambaye wanadhani anafaa, kuanzia ngazi ya udiwani, ngazi ya ubunge na ngazi ya uraisi. Haya maeneo matatu ni haki yako wewe kuitumia vizuri, kumchagua yule ambaye unadhani atawakilisha fikra ulizonazo. Usidharau kura yako. Ni muhimu sana sana sana, kwa sababu wako wengi mfano wako ambao wanategemea wewe utakwenda kupiga kura, na itakuwa ni ongeza katika kura ambazo wao watazipiga. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo nilipenda nilisisitize kwa ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu Waislamu ambao mnatutazama. Jambo la pili ni swala la amani. Hili swala limekuwa likizungumziwa kwa wingi sana, limezungumzwa na viongozi mbalimbali, limezungumzwa na viongozi wa kidini. Amani ni jambo la msingi sana. Wapo ambao wanabeza, tunapozungumzia amani, wanabeza kwa maana ya kwamba amani haiwezi kupatikana bila haki, bila uhuru wa maoni, bila demokrasia. Wako ambao wanaona kwamba kuzungumza amani peke yake tuputupu kama hivi haifai. Wana haki kusema maneno hayo na hakuna mtu anayewapinga. Lakini kwa kuwa nchi yetu inapita katika uchochoro mwembamba sana wa uchaguzi, ambao wote tunakubaliana kwamba tunataka nchi yetu ipite salama katika uchochoro huu, ni muhimu katika siku hii ya uchaguzi amani ikalindwa. Tunazungumzia hapa maisha ya Watanzania zaidi ya milioni 60 na karibia milioni 70, ambao kwa kiwango kikubwa sana mustakbal wao, uhai wao, uchumi wao, fikra zao, mali zao wanazozimiliki baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanategemea amani, wanategemea nchi ipite salama katika kipindi hichi cha mpito unacho ni kipindi cha uchaguzi. Kuleta chokochoko katika siku kama hii ambayo ni siku muhimu ya kupiga kura, kusema kweli ni kuhatarisha maisha ya Watanzania milioni 70, jambo ambalo si la busara wala si la akili. Matatizo yaliyopo, kasoro zilizopo zinazungumzika, na tuache nchi yetu ipite salama, na chagua atakayekuwakilisha wewe, anayebeba fikra kama za kwako. Kama ni wewe mtu ambaye unachukia rushwa, chagua ambaye anachukia rushwa. Kama wewe vile vile una mawazo na fikra, labda unataka katiba mpya, chagua ambaye anaunga maono yako uliokuwa nayo. Kama unaona kunatakiwa kuwe na tume huru, unasema kwamba ya uchaguzi, mchague ambaye anabeba fikra zako, aende akakuwakilishe.
Hizi ndio njia pekee ambazo zitatufikisha sisi katika mjadala wa kitaifa uliokuwa salama. Lakini njia tofauti, mathalan unasema tusiwe na uchaguzi, lakini hutoi option nyingine kwamba tusipokuwa na uchaguzi tuwe na nini? Ima kutakuwa kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, labda jeshi litaingia, labda. Hii sio njia salama ambayo tunaweza tukazungumzia. Uchaguzi ni lazima uwepo na Watanzania ni lazima washiriki katika kuchagua, na mambo mengine yote yanayohusiana na zile kero zilizopo katika nyoyo za watu, mambo ambayo wanaona kwamba wamekandamizwa katika mambo kama yale, yatajadiliwa baada ya kuwa tayari tumevuka na tumepata wawakilishi. Kwa hiyo swala la amani ni swala la msingi sana, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba hii ni siku muhimu, tusiete chokochoko katika siku kama hii. Tumeona nchi nyingi sana katika kipindi cha uchaguzi, inapotokea masala kama haya, vurugu zinajitokeza na hatimaye hata uchaguzi wenyewe unakuwa na dosari nyingi. Tuchague wale ambao tunawaona wanafaa. Hili ni jambo la pili ambalo nilipenda nilisisitize. Jambo la tatu na la muhimu nilipenda nilisisitize ni jambo la vyombo mbalimbali au taasisi mbalimbali. Tunafahamu kwamba taasisi ya mwanzo au asasi ya mwanzo ya jamii yetu ya Kitanzania ni familia. Sisi kama familia ni taasisi inaongozwa na kiongozi wa familia, anaweza kuwa ni baba au anaweza kuwa ni mama katika kiongozi wa familia. Ni muhimu sana katika kipindi hichi kilichobaki, sisi kama familia tukawa tunazungumza kuhusiana na masuala ya umuhimu wa kupiga kura, hata kukinaishana kwamba ni kiongozi gani anafaa katika hawa watu, tukatoka na msimamo kama familia, kwa sababu tunajua kwamba tukimpata kiongozi mzuri kama mbunge katuwakilisha, kama familia tutafaidika. Tukimpata kiongozi mzuri kama rais, kama familia tutafaidika. Hata diwani, tutapata diwani mzuri kama familia tutafaidika. Kwa hiyo ni muhimu familia zikaangalia, lakini vile vile zikazungumzia masuala mazima ya amani, hususan kwa vijana ambao kusema kweli lazima tuwaonyeshe umuhimu wa hili jambo na uhatari au unyeti wa marhala, kipindi ambacho nchi yetu inapitia ni kipindi kigumu. Hakuna serikali yote duniani ambayo inakuwa katika hali yake ya kawaida wakati wa uchaguzi. Pale kusema kweli serikali inakuwa ina aina fulani ya kuwa imefocus katika jambo moja, haishughulikii masuala mengine. Chokochoko yote katika eneo hili inaweza kuwa na maafa makubwa sana kwa nchi, inaweza kuwa na maafa makubwa sana kwa wananchi. Ndugu zangu, hizi ni nasaha tatu ambazo mimi ndugu yenu nimependa nizitoe, nishirikiane na nyinyi kwamba tujitokeze kwa wingi tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kupiga kura, na kisha baada ya hapo turudi majumbani kwetu tuweze kukaa na familia zetu na mambo mengine yaweze kuendelea. Yote yanayozungumzwa pembeni, uhamasishaji, sijui kutakuwa kuna maandamano, kusema kweli ni vitu ambavyo haviingia akilini. Jambo zito kama hili linatokea katika taifa, watu wote wana focus fikra zao, nguvu zao kwenda kwa ajili ya kuchagua wawakilishi na watu ambao watatengeneza serikali. Halafu kuna watu wanasema wataingia barabarani kufanya maandamano, pamoja na kuheshimu kwamba inawezekana ikawa ni haki ya kikatiba, lakini vile vile ni haki inayovunja haki nyingine kubwa sana, nayo ni haki ya watu milioni 70 ambao wanategemea daraja hili la uchaguzi kuweza kupata viongozi ambao watawaongoza na kulinda mali zao, uhai wao, afya zao na mambo mengine katika masiku yanayokuja. Si vizuri propaganda kama hizi zikaachiwa ziendelee, zinaweza kusababisha maafa makubwa. Kwa hiyo wazazi tuzungumze, lakini vile vile vyombo vya habari vihabarishe yale mambo ambayo yatajenga umuhimu wa siku hii ya uchaguzi, na kuweka chokochoko katika zile habari. Uelewe kwamba wewe ambao umepewa dhamana ya kufikisha taarifa kwa mamilioni ya watu utakuwa ni sababu ya chokochoko. Tunaona kuna nchi nyingi watu wameingia katika mauaji kwa sababu ya habari ambazo sio sahihi zilizorushwa na vyombo vya habari. Kwa masuala yanayohusiana na habari katika social media, wewe kama Mtanzania, wewe kama Muislamu, kuwa makini. Usishare taarifa ambazo ndani yake unaona kuna uvunjifu wa amani, kuna uchochezi wa makusudi kabisa wa kuvuruga zoezi zima la kikatiba la wananchi wa Tanzania. Usiwe ni sehemu ya kuchochea jambo kama hilo. Lakini na saa zetu za mwisho tuzielekeze kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, pamoja na masuhulia na dhima na majukumu makubwa ambayo wametishwa na ambayo sasa hivi wanayafanyia kazi. Waelewe kwamba amani na usalama wa Tanzania wao na mali zao imo mikononi mwao kama dhamana ambayo wamepewa na wananchi kwa kulinda amana hizo. Hakikisha kwamba wanazilinda, lakini vile vile wasitumie vitisho
Sababu tunafahamu sisi wananchi wetu ni wananchi ambao ni watu wa kawaida, hawajazoea kuona mabomu, hawajazoea kuona magari makubwa makubwa yamejikita, hawajawahi kuona, yani hawajazoea kuona maskari na mamitutu na nini, yani katika ile hali ambayo tunaona katika nchi zingine. Kwa hiyo hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo ambayo hakuna vurugu za aina hiyo, wanapokuwepo wanafanya doria zao, basi hakikishe kwamba wanafanya kwa utaalamu kabisa, ili wasiingize hofu katika nyoyo za Watanzania ambao wanaweza wakasema kwa nini hatarishe maisha yangu, wacha nikae nyumbani niangalie TV tu mambo yanavyokwenda, akakosa haki yake ya msingi ya kupiga kura. Tuwaondoshe hofu Watanzania, wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, na nasaha za mwisho kwa viongozi wa dini kuwa nasihi katika siku za ibada mbalimbali kama Ijumaa ambayo imeshapita na Jumapili itakayokuja, kuwa nasihi Watanzania kushiriki katika swala la kupiga kura kwa amani na utulivu. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.